Mwarabu, wema? Naam, kwema. Poa? Alhamdulillah. Muda mrefu hatujaonana. Bwana. Hapa katikati ilipita Idi ya kuchinja, bado hadi leo tunakula nyama. Na mechi ya finali ilipita na wewe uliahidi utaweka milioni 1, mwingine aweke jiwe tu. Simba Sports Club inabeba ubingwa, lakini kombe limeondoka, huku mnalishuhudia. Ile mechi ya finali tuachane na ile, tulibakwa ile. Mechi ya finali achana nayo. Bado machungu hayajaisha machungu. Milioni 1 watu walichukua. Hajajitokeza mtu. Walikuwa waoga tu. Walikuwa waoga, wanaogopa. Wewe Motogolo utaacha kuogopa? Hadi unatishia. Hadi refa nilikuwa na uhakika. Sema kilichotuathiri zile mechi mbili zote sisi tumecheza ugenini. Mechi gani umecheza ugenini na ipi umecheza ugenini? Yote ya Morocco, ya Zanzibar zote tumecheza ugenini. Zanzibar ni wapi? Zanzibar ni Zanzibar. Nchi gani? Ni Zanzibar. Ina rais gani? Ni nchi ya Zanzibar. Ni nchi gani? Subhanallah. Ongeeni kilugha chake kama mnaelewa. Nchi ya Zanzibar. Zanzibar ni nchi yake na rais wake na kila kitu chake. Umeelewa? Zanzibar? Unaona mkoa una rais. Niambie kama Zanzibar ni mkoa. Rais wake Arusha, rais wake nani? Mwarabu, hayo tuachane nayo, maana huko tutafika mbali kabisa na tukatafuta lawama na ugomvi kwa watu wengine. Mwarabu, jambo lilokuwepo sasa hivi hapa, baada ya watu kusema hatuchezi, wakaja wakasema hatuchezi ng'o, sasa hivi wanasema dawa ya deni kulipa. Unajua Yanga wanaposema hatuchezi, mimi nawaelewa. Yaani mimi nawaelewa sana. Unawaelewa vipi? Kwa sababu kuna viashiria vya kuonyesha wao hawachezi kwa sababu wana shughuli nyingi za kufanya. Ukiangalia logo ya Simba Sports mnyama, kuna mnyama tukatoa meno minywele imecharuka. Logo mpya ambayo ilibadilishwa. Ya mnyama, hata ya zamani. Ya zamani alikuwa Simba mzima. Simba mzima, lakini ni kitu kimoja tu. Lakini Yanga kuna ramani ya Afrika. Sawa? Kuna mwenge. Kuna nani huyu Twakiduku. Sawa? Kuna mwingine anacheza sijui netball. Kuna mwingine anacheza mdako. Kuna wale wanaokimbia. Na kuelekeza nitakuonyesha ile ramani imeficha vitu vingi. Kuna wengine wanacheza mdako, kuna wengine wanacheza marathon. Kwa hiyo wanaposema hatuchezi, sisi tunaelewa na vitu vingi vya kufanya. Sisi ukituambia hatuchezi tutafanya kitu gani kingine zaidi ya mpira. Lakini yeye ataenda kwenye ndondi wakina Mwakinyo, ataenda kwenye marathon za kina Tulia Ackson, wana vitu vingi vya kufanya. Wanaposema hatuchezi, sisi tunaelewa na vitu vingine vya kufanya. Sisi tusipocheza tutafanya nini? Sisi tuseme hatuchezi tutafanya nini? Ndio maana sisi tukisema mchezi, sikiliza taratibu, sisi hatukusema hatuchezi. Sisi tulipeleka malalamiko kama mtoto anavyopeleka malalamiko kwa mzazi wake. Baba akaamua bwana, hii mechi itapangwa siku nyingine. Hatukusema hatuchezi. Sijui umeelewa vizuri. Sisi ukitupeleka Taifa tunacheza, ukitupeleka Zanzibar tunacheza, ukitupeleka Kwara tunacheza, ukitupeleka KMC, sisi hata Motoni tunacheza. Vizuri, sisi klabu ya mpira hiyo, haina mambo mengi. Sisi tunacheza kokote. Wewe acha moto, zungusha msitu mzima. Eka katikati magoli mawili huku na huku, sisi tunakipiga. Lakini Mwarabu, jambo hili linavyozidi kuendelea na msimamo wa Young Africans kama unavyohusikia hivyo na unavyoonekana, unaona ligi yetu inaenda kuchafuka kiasi gani? Taswira ya ligi yetu. Haichafuke, isichafuke, sisi haituhusu kwa sababu sisi sio tunaochafua. Hata ikitokea dothari yoyote kwamba ligi imefungiwa, sisi hatuhusiki kwa namna moja au nyingine. Na hili linaloendelea kati ya TFF na Yanga, mimi ninachoona wamecheza upatu alafu wamezulumiana. Si unajua michezo ya upatu? Yaani wamecheza upatu, zamu ya kupokea Yanga akachinjiliwa balini. Kwa sababu kuna upatu alafu kuna songesha ndani yake. Sasa zamu yake ya kupokea mchezo akajikuta kuna majina nyuma hajatoa. Kwa hiyo songesha wakaramba ile fya wakakata chao juu kwa juu. Unaambiwa bwana, wewe unadaiwa, udai, povu linamtoka. Njona mhasibu wako, tukae juu ya meza, calculator zifanye kazi, kachimba. Wao wanataka hela yao. Hela yao. Finali zidi ya Singida Black Stars hawachezi. Nimekwambia wana mambo mengi ya kufanya, kinatoa kiduku wao. Unaona? Wao ndio wanaongoza kupiga andicho habari, wanaongoza kupiga watu kwenye media, wanaongoza kufanya wana mambo mengi ya kufanya. Jambo hili nyinyi Simba Sports Club mnaonekana kulifurahia, maana linaonekana kama kuwapa nafasi ya kwenda kuchukua ubingwa msimu ambao unaonekana kuwa mgumu kwenu nyinyi kuchukua kwa msimu huu. Ugumu wake unatokea wapi? Maana Young Africans anaongoza bado kwa alama moja. Alama moja tukishinda. Kishinda mechi gani? Hiyo ya yeye anasema hatuchezi. Yeye ndo ana uhakika zaidi ya kuweza kukufunga wewe. Kwa hiyo yeye ana matokeo yake mfukoni.
Ana uhakika kutokana wanasema kikosi chao ni bora kuliko kikosi cha Simba Sports Club. Kwa kikosi chake ni bora kuliko RS Berkane. Kikosi chake ni bora kuliko Morocco. Kwani uenda kucheza na Morocco na Young Africans? Wewe unaniambia Yanga na kikosi bora? Sasa mimi nimecheza na mtu bora Afrika. Lakini kakufunga. Kanifunga kwa mbilinge. Malizia sentence, usiache sentence inaelea. Mbilinge bayoyo hiyo inaitwa. Ndio ile tumika pale. Ile finali tuliocheza nao sisi wale. Yaani refa anatokea Kenya, alafu mashindano anacheza Tanzania. Wewe unategemea nini hapa? Hayo tuyaache, tuzungumzia ya Yanga. Yanga kama sisi hatukatai kama Yanga na timu nzuri. Hatukatai kama Yanga ni bingwa mara 3 mfululizo. Na kweli ana timu nzuri. Ana timu nzuri tunakubali. Kuliko Simba Sports. Na sisi tuko tayari kumkabidhi kombe hata ikiwezekana tupangele God of Honor tumpige makofi. Sawa? Apite kwenye ubatizo wa moto kama wenzake walivyopita. Upi? Amkabe Limpanzu, amkabe SGR Budo. Alafu kombe lako chukua. Jana naye unamtaja sasa hivi Mwarabu. Wa moto huyo, nimewambia watu viongozi wa Simba wamlipe mshahara, wampe mkataba mpya, mshahara nitamlipa mimi. Mara kwanza ulimkataa kabisa. Katika ujue miongoni mwa wachezaji ambao ulisema huwataki kuwaona msimu unaokuja kabisa, Joshua Mutale. Kabisa. Na sifa ya mshabiki ni kuzomea na kushangilia. Mimi nilikuwa niko kwenye haki yangu. Ushazomea sasa hivi unashangilia. Nashangilia. Maisha si leo kuna mvua, leo kuna jua. Juzi sikulikuwa na mvua hapa. Udo amekuwa mfalme kuliko hata Mpanzu. SGR ya moto hiyo. Tuko radhi kuwapa kombe lao. Tuwakabidhi, tuwapigie na makofi, tupange gwaride lile. Lakini wapite kwenye ubatizo kama wenzao walivyopitishwa. Huku Elimpanzu, huku Budo. Joshua Mutale Budo. Hata tukishinda hiyo mechi ushindi wapewe wao. Hata tukiwafunga hiyo mechi pointi wapewe wao. Kwa sababu tushaona wameathirika kisaikolojia, mara hatuchezi. Sasa hatujui hawachezi kwa sababu ya kuiogopa Simba, hawachezi wanataka mtu ajiuzuru. Wewe mtu ajiuzuru umemwajiri wewe. Wanasema hawaiogopi Simba maana tayari washaifunga mara 4 mfululizo. Hiyo shida. Hasa kama sisi wanatuita hadi sisi mai wao. Kuna mtu anamuogopa mai wake? Wewe unamuogopa mkeo nyumbani? Inawezekana. Anakupiga wewe. Inawezekana. Basi kama wanatuogopa sisi na maana kuna wameingia chuo cha kike. Walete timu uwanjani. Waache maneno mengi. Au mambo ya upatu wanaocheza na TFF watamalizana tu, wataweka sawa. Mwenye haki ya kupokea jina lake atapokea. Hili wengi wanasema kuwa linatokea kutokana na mazoea yaliyozoeleka kufanyika, maana ushikaji umekuwa ukifanyika, busara zimeonekana kufanyika zaidi kutumika kuliko hata kanuni kutumika. Hilo lina ukweli wote? Hakuna cha busara. Kama wewe kweli mimi nakudai hela yako Salumu, wewe unanidai. Sawa. Katika hela kabla mimi sijakulipa unaniambia bwana kuna shida 1 2 3. Sawa. Nipe gari yako utakata kwenye ile hela ninayo kudai. Hapo. Yaani kwenye tali hapo inakuwa ina offset. Huku nimeenda huku imeisha. Yaani wewe unaniambia nilipie wachezaji wangu vibali milioni 48. Alafu kesho unakuja kusema nadai milioni 50 yako ile. Yaani ile milioni 50 kwanza uingiziwe wewe, alafu tena tulete invoice ya kudai tena milioni 48. Wapi na wapi bwana? Mwarabu, mtu asipoleta timu, kanuni zinasema asipoleta timu uwanjani anakatwa alama 15, lakini alama 3 za mechi ile pia anatolewa, jumla alama 18 hizo, na mwenzake anapewa alama 3 pamoja na magoli 3. Lakini alishawishi kucheza peleka timu uwanjani anatakiwa kufungiwa kwa miaka 2. Ikitokea hivyo Young Africans akikatwa alama 15 hivi takriban, kuna uwezekano msimu ujao asiweze kucheza michuano ile ya kimataifa. Utafurahia kuiona Young Africans isipocheza michuano ya kimataifa? Mimi nafurahia. Yaani hadi sasa hivi nafurahia. Kila shida anakutana nayo Yanga mimi nafurahia. Kwa nini? Sana tena nafurahia. Swali zuri. Kwanza mimi naomba Mungu kweli asije tarehe 15. Sawa? Hilo la kwanza nilione haji. Alafu cha pili nione meno ya TFF atakata pointi 3 au wakati. Manake wao wamesema hakuna mtu mwenye mamlaka ya kutukata pointi. Hakuna mwanaume mwenye uwezo wa kuzikata alama za Young Africans. Kwa hiyo kama hatokatwa pointi, sasa itakuwa katuvua nguo, itakuwa sote wanawake sisi hapa Tanzania. Na hilo unaliona wewe, bodi ya ligi wanaweza kulifanya au haliwezi kulifanyika? Mimi hadi dakika wako ulivyoona, mimi hadi dakika hii naona kama Yanga anawajambisha sana bodi ya ligi. Lakini sasa tuone meno yao kweli watawangata. Maana kuna kampeni Manara anasema Karia must go. Yaani ujui hao wanataka nini. Mwanzo walikuwa Karia na Mguto. Sasa uelewi Yanga kitu gani hasa wanakitaka. Kwa sababu wana mambo mengi ndani yake. Lakini ujui wewe umetoka kuongea kwenye kikao
kwenye kikao na bodi ya ligi, unakuja unataja jina la kiongozi aliyepiga simu Simba asiruhusiwe kuingia uwanjani. Mimi nikiangalia kwa haraka haraka, ndio maana hata kwenye ndoa zao kuna kuaga na migogoro, hawakai. Mwarabu, tumalizie na hili, maana Young Africans mpaka hapa walipofikia na viongozi wao bado msimamo wao uko pale pale, lakini Simba Sports Club wao tumeona wametoa barua juzi wakihanikiza wakisema kuwa mechi iko pale pale, lakini wengi wamebaki kuwa na mashaka kuona kama mechi hii haitachezwa tarehe 15, maana mpaka sasa hivi uwanja hujajulikana, viingilio havijatajwa, wala waamuzi bado hawajajulikana kina nani. Sisi tunachojua mechi ipo, na kama mechi tena itasogezwa mbele tena, sisi wenyewe tutakuwa hatuchezi vile vile. Itakuwa so mechi, yani tarehe 15 ifike wao, yani tuahirishwe kwa sababu wao walete maelezo kwamba hatujajiandaa hivi na hivi. Sisi wenyewe tutakuwa hatuchezi. Wewe duniani ligi yenye timu 16 hadi leo unaenda mwezi wa 7 ligi haijaisha, umeona wapi? Kuna ligi gani duniani ambayo haijaisha hadi leo hii? Wakati ligi zenye timu 20 ligi zishamalizika ligi. Ligi ya Uingereza watu wanakula bata sasa hivi. Washamalizika na ratiba, pengine wiki ijayo ratiba ya msimu unaokuja ikatoka. Sisi ligi yetu haijaisha. Mwarabu, mimi nikushukuru sana. Karibu sana.